Sasa majeshi ya malaika wa mbinguni wafurahi, tushangilie wakati wa ibada ya usiku, na tarumbeta ya wokovu litangaze ushindi wa mfalme mkuu vile. Hata dunia iliyoangazwa kwa nuru kubwa namna hiyo ijae furaha, na ulimwengu wote ulioangazwa kwa utukufu wa mfalme wa milele uone ya kuwa umeondolewa giza. Afurahi mama kanisa aliyepambwa kwa uzuri wa mwanga mkubwa vile, na nyumba hii ivume sauti ya watu. Ndiyo maana ninyi ndugu mlio hapa katika nuru kubwa ya mwanga mtakatifu, na walifu muombe pamoja nami huruma ya Mungu Mwenyezi, ili huyu aliyependa kunipokea katika hesabu ya mashemasi, ingawa sistahili, anijaze nuru ya mwanga wake, anisaidie kueleza sifa za mshumaa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanaye, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki kumtukuza Mungu Mwenyezi asiyeonekana, na kwa mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo wote wa moyo na roho na sauti yetu, aliyemlipia Baba wa milele deni la damu kwa ajili yetu sisi, akafuta adhabu ya dhambi ya asili kwa damu yake takatifu.
Hiyo ndiyo sikukuu ya Pasaka, anapochinjwa yule mwana-kondoo wa kweli. Anapochinjwa yule mwana-kondoo wa kweli, na milango ya waamini inabarikiwa kwa damu yake. Huu ndio usiku uliowatoa kwanza baba zetu wa Misri, uliowatoa kwanza baba zetu wana wa Israeli Misri, ukawavusha pakavu katika bahari ya Shamu. Basi huu ndio usiku uliondoa giza ya dhambi kwa mwanga wa mnara wa moto. Huu ndio usiku ambao popote duniani wenye kumsadiki Kristo wanatengwa na maovu ya dunia na giza ya dhambi, na kurudishiwa neema na kupata utakatifu. Huo ndio usiku Kristo alipovunja vifungo vya mauti, akatoka kaburini mzima mshindaji. Kuzaliwa kusingalifaa kitu, tusingalikombolewa. Oh, wema wako kwetu ulio wa ajabu. Wema gani wa upendo wako usiopimika, kwamba ukamtoa mwanao awakomboe watumwa. Kweli lazima dhambi ya damu iliondolewa kwa kifo cha Kristo. Oh, kosa lenye heri kweli lililostahili tumpate mkombozi mkubwa kama huyo. Oh, usiku wenye heri kweli uliostahili peke yake kujua sana wakati Kristo alipofufuka kaburini. Huo ndio usiku, huo ndio usiku ulioandikiwa, usiku utangazwa kama mchana, na usiku ndio mwanga katika furaha yangu. Kwa sababu hiyo utakatifu wa usiku huo wafukuza maovu, wasafisha makosa, warudisha utakaso kwa walioanguka, na furaha kwa wale
waliokuwa na sikitiko, wafukuza chuki, waleta mapatano, na wenye makuu wanyenyekesha. Basi kwa sababu ya neema ya usiku huu, upokee Baba Mtakatifu sadaka ya jioni ya ubani huu, ambayo kanisa lako linakutolea kwa mikono ya watumishi wake, katika toleo tukufu la mshumaa uliofanyika kwa nta ya nyuki. Na sasa twafahamu ubora wa mnara huu unaowaka moto kwa heshima ya Mungu. Na moto huo ingawa umegawanyika au kupata kupungua kwa kuwasha mioto mingine, kwa maana walishwa kwa nta yenye kuyeyuka, iliyotengenezwa na mama nyuki, kwa umbo la taa hiyo nzuri. Usiku wenye heri kweli, uliowanyang'anya wana wa Misri mali, ukawafanya matajiri Wayahudi. Usiku ambao unatenganisha mbingu na dunia, tena Mungu na watu. Basi twakuomba, Bwana, ili mshumaa uliobarikiwa kwa heshima ya jina lako uendelee kuwaka, upate kufukuza giza ya usiku huu. Tena upokee kama harufu tamu, ungane na mwanga wa mbingu. Nyota ya asubuhi ikute moto wake ukiwaka, yaani nyota ile ya asubuhi isiyotua kamwe. Ndiye yule aliyetoka kuzimu akawaangazia wanadamu kwa utulivu. Basi tunakusihi, Bwana, utujalie nyakati za amani na furaha hizi za Pasaka. Ututawale kwa ulinzi wako wa kila siku, utuongoze. Utukinge sisi watumishi wako na mapadri wote na waamini wako wapenzi.
pamoja na Baba Mtakatifu wetu Fransisi na askofu wetu Lazarus Vitalis na askofu wetu Lazarus Vitalis Msimbe. Uangalie pia hao wenye enzi wanaotutawala, uwaongoze kwa nguvu ya wema wako usio na mwisho na huruma yako. Uyaongoze mawazo yao yaelekee haki na amani, ili baada ya shughuli za hapa duniani wafike kwako mbinguni, wao pamoja na watu wako wote. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu